umetumwa na wazazi ukasome, lakini pia unasoma kwa faida yako. Sume nifahamu. Sasa kuna mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kwa mara kwa mara kwamba wamepita kwenye masomo, wakabahatika kupita vyuo vikuu, lakini inawezekana hata kama hujabahatika ila umeyasikia, yapo mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza. Sasa tuangalia uhuru na maisha ya wanafunzi wa vyuo. Wamekuwa huru sana. Unajua unaambiwa kwamba chuo bata. Sasa bata kwa namna gani, na pale umeenda kufuata taaluma ama ujuzi fulani. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kujadili hili, na tupo na Christian Bwaya ambaye ni mhadhiri wa saikolojia na unasihi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma kwa maana ya UDOM, lakini Lisa Charles Julius, huyu ni mwanafunzi ambaye ana shahada ya kwanza kutoka chuo cha TIA na bado anaendelea kusoma, bado hajahitimu. Kwa hiyo naye tutaungana naye muda mchache kutoka hivi sasa kuzungumza kuhusiana na mada ya leo, uhuru na maisha ya wanafunzi wa vyuo. Uhuru umekuwa mkubwa ama uhuru wao unapaswa kuishia wapi? Karibu sana. Asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe kulizungumza hili ambalo limekuwa kama taaluma mpya. Yaani mwanafunzi akienda chuo kuna na kitu kingine kipya ambacho anaweza akakibeba. Huenda ni utamaduni ama jambo lolote lile. Karibu sana. Asante sana. Tuanzie hapo. Nashukuru sana. Uhuru unapaswa kuwaje kwa mwanafunzi wa chuo? Ama kipi ni kipi? Anapaswa kuwa huru. Kwenye muktadha gani? Kwa sababu tupo huru na katiba inatuambia tunapaswa kuwa huru kwenye kila jambo, kutoa maoni na kadhalika, lakini kuna mipaka. Ndio. Karibu sana. Nafikiri kwa chuo kikuu mwanafunzi anapaswa kuwa huru kadiri inavyowezekana. Ni tofauti na sekondari. Chuo kikuu kuna uhuru wa fikra, kuna uhuru wa kuishi, kuna uhuru wa kufanya kama mtu mzima. Mimi naamini kwamba mwanafunzi anapokuwa chuo anapaswa kuwa huru kadiri inavyowezekana. Kwenye nini? Kwa maisha yake aishi kama mtu mzima. Kabisa. Kwa sababu sio mtoto. Sekondari alikuwa mtoto, alikuwa chini ya uangalizi wa mwalimu, alikuwa chini ya uangalizi wa mzazi. Anapokuja chuo anapaswa kuwa huru kadiri inavyowezekana. Sasa ndio kuna uzoefu mdogo kwenye uhuru hapo, sababu umetukimbia kidogo. Kwamba kuna wakati mwingine mwanafunzi anaweza akazuiliwa na mhadhiri asiingie darasani. Kwa sababu mbalimbali. Inawezekana kuchelewa, inawezekana mavazi, na umezungumza kwamba awe huru awezavyo. Sasa pengine mazingira gani uhuru wake unaweza ukatoweka? Pamoja na kwamba ana uhuru wa kuishi anavyotaka, tofauti na mwanafunzi wa sekondari, zipo taratibu. Kwa hiyo nafikiri anapaswa kufuata taratibu zilizopo. Zipo kanuni za namna ya kujifunza. Kwa hiyo inapokuja kwenye maisha ya darasa, maisha ya kitaaluma, zipo taratibu. Kwa hiyo atakuwa na uhuru lakini ndani ya taratibu zilizopo. Kwa hiyo uhuru na mipaka kwake. Sasa umekuja kujibu. Ni kama tuseme maofisini ambako unatakiwa kufuata sheria ambazo zimewekwa katika maofisi. Ni kama wewe uko huru kuishi unavyotaka. Lakini zipo taratibu ambazo zinaweka mpaka. Tukisema mipaka, mimi naogopa sana. Mimi nafikiri mwanafunzi awe huru lakini aishi kwa taratibu ambazo zipo. Sasa labda hapa tunazungumzia ukisema aishi kama mtu mzima, changamoto kidogo. Kwa sababu kuna matukio mengi tumekuwa tukiyashuhudia kiuhalisia, lakini at the same time unakuta mwanafunzi sasa hivi tumekuwa tukiona kama mwanafunzi akimaliza form 4 anaweza kaenda chuo. Ambapo mwanafunzi wa form 4 ni mdogo sana. Kusema kwamba aende akaishi kama mtu mzima. Ndio. Huenda hajafikisha hata umri wa utu uzima. Hata miaka 18 inawezekana hajatimiza. Tumeona hata wanafunzi wengine ambao wanaanza mwaka wa kwanza katika vyuo. Unakuta sasa unasema jamani huyu kwa mwaka wa kwanza na anajitegemea, anaanza kujitegemea.
Sasa uhuru uliopo hapo, tunasema kweli aishi kama mtu mzima yule ambaye ametoka form 4 moja chuoni. Ni jukumu sasa la vyuo, ni jukumu la sisi walimu wake kumfundisha, kumuandaa, kumwekea mazingira ya kutumia vizuri uhuru wake. Kwa hiyo nadhani sasa hapo itakuja kwenye namna ambavyo sisi walezi wake, sisi walimu wake tunavyo muandaa na kumsaidia kutumia vizuri uhuru wake, sio kumbana. Kwa nadhani kama kuna changamoto ni namna ambavyo taasisi hizi za elimu ya juu na vyuo vikuu zinavyowaandaa wanafunzi wanaokuja kutoka sekondari kutumia vizuri uhuru wao, sio kuwabana, kuwasaidia kujitambua, ambapo huwa mnawasaidia. Sasa hapo namna tunavyofanya hivyo inaweza kuwa changamoto. Lakini tulipaswa sisi kama taasisi za elimu ya juu kumsaidia mwanafunzi namna nzuri ya kutumia uhuru wake. Hatuwezi kumrudisha aishi kama sekondari, hilo haliwezekani. Kwa tunapaswa kumsaidia kuishi kwa uhuru vizuri, ule uhuru usimletee matatizo. Lakini tunajua kwamba hili wakati mwingine halifanyiki vizuri. Hasa msingi wa mada hii leo hii ndugu Christian Bwaya ni kuhusiana na matukio ambayo tumekuwa tukiyashuhudia sana kutoka kwa wanavyuo, ambayo mengine hata labda naweza tusiseme moja kwa moja, lakini tumekuwa tukishuhudia wanafunzi wakitumia uhuru wao vibaya kwa kutumia simu, kutuma picha za utupu na baadaye kuja kuathirika kisaikolojia, wengine wakiumizana, wengine wakipata mimba au kupata watoto bila ya kutarajia, kutokana na kwamba tu kumekuwa na ule uhuru ambao umepitiliza. Sasa huo ndio msingi hasa ambao kiuhalisia hata Richard hapo tunafahamu. Kwa hiyo kwa namna ipi sasa tunaweza kuwasaidia hawa wanafunzi? Tunawakamata vipi? Tunawashikilia vipi? Kwa sababu hatujui alipotoka. Nyumbani inawezekana huko, au huko ni hostel, au anapokaa kokote kule inawezekana anapika na kupakua na mwanaume, au mwanaume anapika na kupakua na mwanamke, au inawezekana anaishi na mwanaume ambaye sio mwanafunzi, au mwanamke ambaye sio mwanafunzi pia. Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Kwa sababu bado ni wanafunzi na wanahitaji uangalizi pia at the same time. Tunawafanya vipi? Inakuwaje? Asante sana. Labda nirudi pale kwamba chochote tunachofanya sio kumnyang'anya uhuru, kumrudisha sekondari. Hilo haliwezekani. Kwamba ni mwanafunzi wa chuo kikuu, ni mwanafunzi wa elimu ya juu, maana yake anapaswa kuwa huru kadiri inavyowezekana. Wajibu wetu ni kumsaidia namna nzuri ya kutumia ule uhuru wake. Sasa changamoto ambayo mimi naiona inatokana na tafiti. Kuna tafiti chuo kikuu cha Dodoma ulifanywa na Linus Royemam na wenzake mwaka 2023 na ulichapishwa 2024. Ulionyesha kwamba wanafunzi wengi wana changamoto ya afya ya akili. Wanafunzi wengi wana changamoto ya afya ya akili. Wale walifanya chuo kikuu cha Dodoma, ule utafiti ulikuwa unajaribu kuangalia uhusiano wa afya ya akili na wanafunzi, yale maisha ya chuo. Walitumia chuo kikuu cha Dodoma. Kwa nisingependa kuzungumzia chuo kingine. Katika ile idadi ya wanafunzi waliowatumia, 51.8 walionekana kwamba walikuwa wanapatwa na sonoma na changamoto zingine za afya ya akili. Na ukiangalia sababu ambazo zilionekana, waliona kwamba sababu kubwa ni fedha na mahusiano. Fedha na mahusiano ndio ambao anatuletea analetea wanafunzi changamoto ya afya ya akili. Sababu ya wanafunzi mmoja hapo amekwisha fika, ambaye tumemtambulisha. Karibu sana Lisa Charles. Karibu, njoo. Karibu sana. Karibu. Huyu ni mwanafunzi ambaye anasoma shahada ya kwanza katika chuo cha TIA. Sawa, karibu sana Lisa Charles Julius. Karibu sana katika mjadala tulionao leo hii.
Okay, nataka kuzungumza hapa kuhusiana na uhuru na maisha ya wanafunzi wa vyuo. Unasikia chuo bata. Sawa, tuko na mhadhiri hapa ambaye alikuwa akiendelea kuzungumza, sisi tukapoteza ile point ambayo tulikuwa tukishikilia. Kwa kwenye utafiti uliofanywa na Linus na wenzake, Linus Royemam na wenzake kwa Chuo Kikuu cha Dodoma, waligundua kwamba 51.8% ya wanafunzi ambao walizungumza nao walikuwa na changamoto ya sonona. Sonona maana yake wana stress, hawana raha. 51.8%. Sababu waligundua 30% ya wale wanafunzi walikuwa na changamoto, tatizo ni fedha, alafu 27% tatizo ni mahusiano. Ukishasema kwamba wanafunzi hawana amani, wanafunzi hawana raha, maana yake kuna changamoto kwenye ule uhuru wao, uhuru wa kuishi. Sasa mimi nikitafsiri huu utafiti, najaribu kuangalia huyu mtoto ametoka wapi, kwa sababu ni watoto. Ametoka wapi? Wengi wametoka kwenye shule ambazo zilikuwa zinawabana, walikuwa hawana uhuru. Sasa anakuja chuoni, anajisikia kwamba yuko uhuru kuishi anavyotaka. Sitaki kumbana, sitaki kuona kwamba tumrudishe shule, banwe vile vile kwamba kuna saa ya uji, kuna saa ya chakula. Lakini ni kweli kwamba anakuja akiwa bado mtoto, hajui namna ya kutumia ule uhuru wake vizuri. Na watoto wengi tulionao vyuo vikuu ni wametoka kwenye familia maskini, familia ambazo hazina uwezo. Kwa hiyo anapokuja huku, kwanza anajiona kwamba amefanikiwa, au anapokutana na wanafunzi wenzake. Cha kwanza anajiona amefanikiwa, amechaguliwa kuja chuo kikuu, manake amewazidi vijana wengi wa rika lake. Ametoboa. Kwa ametoboa. Yes, sahihi. Kwa sasa anapokuja anakuja matumaini makubwa sana kuonyesha kwamba amefanikiwa, na kumbuka ametoka kwenye familia masikini. Kwa hiyo sasa kuna changamoto nyingine, anakuja mjini, vyuo vikuu vingi viko mjini. Kwa anataka sasa kuonyesha kwamba ni mtu wa tofauti. Tunajua ametoka kwenye familia masikini. Kwa changamoto moja wapo ni kwamba wanaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwao. Sasa kinachomfanya aishi tofauti ni kipi? Ni kutaka sasa singeendelea vile vile. Ni kutaka sasa anakutana na kundi la wasomi, watoto wanaojiita wasomi wako mjini. Kwa anataka sasa kufanana na wasomi wa mjini. Sasa ile transition kutoka nyumbani kijijini, kutoka kwenye familia masikini, kutaka kufanana na wasomi wa mjini. Nafikiri hapo sasa inakuwa changamoto. Au inawezekana hata sio wasomi bali tu ni wale ambao wa mjini, wanafunzi ambao wamekutana nao mjini, wa kimjini. Ndio. Kwa hiyo sasa changamoto pale ni ile transition kutoka shule kijijini kwenye umasikini kuja kwenye kuishi maisha ya juu yanayofanana na wasomi mjini. Anataka naye awe na iPhone, sio? Tena sio iPhone 15, 16. Kwa hiyo changamoto hapo inakuwa kubwa sana. Watoto ndio maana hawa wakagundua kwamba fedha ni changamoto kubwa. Kwa sababu wanapewa fedha walio wengi, lakini sasa hazilingani, haziwezi kutosha mahitaji yao. Kwa ndio maana hawa Linus na wenzake waliona 30% changamoto kubwa ilikuwa ni fedha. Kwa changamoto nini? Anataka kuishi maisha ambayo yanafanana na lile daraja la wasomi. Lakini wakagundua kwamba mahusiano pia ni changamoto. Sasa ukitafakari hapa unaona kwamba kwa kweli wimbi la wanafunzi wa chuo kikuu sasa hivi kuwa na mahusiano na watu wazima ni kubwa sana. Yaani kwa sababu anataka kuishi maisha fulani, anatafuta mtu anayeweza kumpangia chumba, aliyejipata. Ana familia yake. Kwa ni mtoto wa miaka 18, mtoto wa miaka 19, 20, anatafuta mtu mzima mwenye familia yake 40, 60. Huyu ni mtu ambaye hawezi kumpenda kifo, atakuwa anamtumia tu. Kwa hiyo unakuta watoto wengi wana mahusiano. Sasa hivi hilo wimbi la watoto kuwa na mahusiano na watu wazima limekuwa kubwa sana. Kwa maana hapa sasa tunazungumzia jinsia ipi, mhadhiri? Wengi ni hawa wa kike sasa. Lakini sasa
unakuta sasa hawezi kupata hicho anachokitaka kwa yule mtu mzima. Kwa hiyo unakuta sasa wakati mwingine ana kijana mwenzake hapo chuoni. Kwa hiyo wimbi la mahusiano linakuwa kubwa. Kumbuka ametoka kwenye mazingira ya shule, amebanwa kule shuleni. Kwa hiyo sasa anataka kuonyesha kwamba naye ni mtu mzima na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tatizo la migogoro ya mahusiano ni kubwa sana. Mimi huwa natumia masaa 4 mpaka 6 kwa wiki kufanya unasihi na vijana wetu. Ili tatizo la mahusiano ni serious. Kwa migogoro inakuwa mingi. Okay. Kwa sasa mimi ninavyoona tunahitaji sisi kama vyuo sasa kuwasaidia wa vijana anapokuja shule sasa ajitambue. Mimi nadhani suluhu ni kujitambua, kujua kwamba yeye ni nani, anatafuta nini shule, chuoni, anahitaji kuwa vipi, anahitaji kufanya nini afikie malengo yake. Hichi kitu hakifanyiki. Kwa wengi wanapokuja chuo wanachukuliwa kama watu wazima. Kwa hawapati msaada wa namna gani atumie muda wake chuoni. Amekuja kufuata nini chuo. Kwa utakuta sasa anapata msaada kwa wenzake ambao na wenyewe pia wanafanana na yeye. Kwa sasa ndio maana huu utafiti unaonyesha kwamba watoto wengi wanapata shida sana. 51.8 ni wanafunzi wengi sana. Kwa hiyo mimi ningesema pangekuwepo na program, mtoto akija chuo wiki nzima akalishwe chini, asaidiwe kujua tofauti ya shule na chuo na namna ya kuishi chuoni. Okay. Sasa hicho kitu hakifanyiki. Ndio. Pengine tusikie pia kwa Lisa. Karibu sana, tumeanza mjadala muda kidogo. Kwa upande wa nyinyi wanachuo sasa, inaelezwa kwamba maisha ya chuo ni huru, lakini wakati mwingine wanavyuo wanaingia kwenye kashikashi ama mambo ambayo hayahusiani kabisa na masomo. Ni kweli, kwa sababu kabla hatujafika chuo tunasikia zile tetesi kwamba chuo ni bata. Yaani masomo fulani hivi ambayo yanaendana na bata. Yaani bata, hamna kubanwa, kuna uhuru mwingi. Unaenda unapotaka, unakula unachotaka. Sasa vile tukifika sasa, tukikuta mambo tofauti. Ndio shida. Tofauti kwa maana ipi yani? Kwa maana kwamba mfano hujapata bumu. Afu wazazi hawawezi kukidhi, yani wanakupa hela ila haitoshi matumizi yako. Mfano wewe unataka kula chipsi kuku mchana usiku, lakini ukipewa mfano 20,000 kwa wiki haitoshi. Afu unakuta rafiki zako sasa hela wanapewa nyingi, labda wanabumu pia. Kwa hiyo wanakula wanachotaka, kwa lazima na wewe utamani, na ukitamani utaingia kwenye vishawishi. Okay. Sawa. Labda kiuhalisia, hapo ulipozungumzia bajeti 20,000 haitoshi kwa wiki. Matumizi yako hasa kwa wiki kama mwanafunzi wa kawaida ni yapi? Kwa wiki zima kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa au tuseme Jumamosi. Mara nyingi 50,000 hivi. 50,000. Ambapo hapo unatumia nini na nini? Hapo utakula mchana, maana mara nyingi wanachuo asubuhi mnapiga gepu. Piga gepu anafahamu. Anasoma anafahamu. Kwa utakula mchana, utakula na usiku, na pia kuna bando. Bando la muhimu sana. Yaani bando inaonekana bando lazima kwa sababu ili asome apate materials. Lazima uwe na bando ili upate information. Okay. Kwa hiyo ukikuta ile haitoshi, afu unajua wale marafiki ambao watakusaidia leo kesho, lakini kuna maneno watakuwa wanaongea kwamba wewe yani mshamba sijui nini, una hela maskini. Kwa lazima na wewe utake kutafuta hela kama wao. Au wanakutafutia watu wa kukusaidia kusolve matatizo yako. Ndio. Sasa 50,000 kwa siku 7 ukipiga hesabu beti ni wastani wa shilingi 4,000. Lakini pia kuna stationaries bado hujapewa kazi ya kwenda kuprinti na kadhalika. Kwa hiyo bado inawezekana hata 50,000 ikawa haitoshi vile vile. Hiyo ni ya kujibana bana. Kwa hiyo hoja ya uchumi ni hoja ya msingi sana. Haiwezi kuepukika. Sasa kwa nini imekuwa ngumu huyu mwanafunzi ambaye sasa anaenda kuingia vishawishi yeye kuweza kuepukana nayo? Ni kutokuwa na mipaka na kutokujua unataka nini.
kwa sababu ukijua unataka nini na umetoka wapi, lazima uwe na msimamo. Sasa mhadhiri, nirudi kwako hapa. Kuna hii hoja mimi inakuja kwamba tunafahamu kwamba kijana anaenda chuo kikuu apate taaluma. Lengo la taaluma ni kumwongezea yeye thamani, aweze kuja kulisaidia taifa lake. Lakini kama inakuwa tofauti hivi kwamba baada ya kuongezewa thamani yeye vyuo vinamtoa thamani, tunaona siku hizi watu wanadhalilishana kwa sababu mbalimbali. Hili mmeshindwa kukabiliana nalo kabisa ili kuhakikisha hawa mnaowapa taaluma wamalize na ile thamani mnaoongezea iweze kuenda kuwa na tija kwenye jamii? Ndio maana ninafikiri pana haja kubwa kubwa ya kuhakikisha kwamba mwanafunzi anapokuja chuo cha kwanza, kabla hatujaanza na taaluma, ajitambue. Hilo ni la muhimu sana. Na ndio maana TCU sasa hivi wanasema zile huduma za wanafunzi ni muhimu. Huduma za wanafunzi tunazungumzia pamoja na unasihi. Ni muhimu. Yaani chuo kiwe na mfumo wa kumsaidia mtoto kujitambua. Na sio tu ile mwanzoni, lakini kadiri anavyoishi awe ana uwezo wa kupata huduma za counseling ambazo ni unasihi au mwongozo. Kwa hiyo ndio maana kuna mawadeni. Sasa kuna utafiti pia ulionyesha kwamba vyuo vingi hizo huduma hazijakaa sawa sawa. Kwa hiyo nadhani tunayoyaona haya ya watoto kupata changamoto ni ushahidi kwamba hichi kinachopaswa kufanyika kwa maana ya kuimarisha huduma za counseling vioni bado hakijafanyika sawa sawa. Ndio maana sasa huyu mwanafunzi anayekuja anakutana na uhuru hajui namna ya kutumia ule uhuru. Anataka kuishi maisha ya gharama. Anasema 4,000 lakini ukweli ni kwamba wanafunzi wanatumia pesa nyingi sana. Kwa maana yake ni kwamba ataanza kujiingiza pesa kupata wazazi. Ataanza kujiingiza kwenye. Labda tupokee simu kwanza kutoka Mara. Habari za asubuhi na karibu sana. Napiga simu kutoka Mara, bila shaka tujuze jina lako lakini pia uweze kuchangia. Karibu sana. Asante sana. Naitwa Evaristo Teo na kutoka kwa Mara ya Bunda. Hii mada ya leo nimevutiwa nayo sana kwa sababu jambo hili ambalo limekuta watu wengi, hata mimi nimekuta huku kidogo. Changamoto iliyopo ni kwamba mfumo wetu wa elimu unaposoma kutoka shule ya msingi hadi sekondari hadi advance huwa wanatubana uhuru. Sasa ukifika chuoni unaanza kuona kwamba ya sehemu ya kwanza kuplatizi vile vitu ambavyo ulikuwa nyuma uhuru. Kinachokosekana hapo ni ushauri na inafunzi. Kwa kitendo kweli unatakiwa kuwepo kwa vioni. Watu kabla hajaanza kusoma wapewe stadi za maisha namna ya kuishi bora. Okay. Kwa hiyo sawa kabisa. Tunakushukuru sana kwa mchango wako. Asante sana. Amen. Sawa, naona tumesikia hapo mhadhiri kwamba tunatakiwa tuanze labda kuandaa wanafunzi tangu pale ambako wakiwa wadogo. Maana kiwalisia tumekuwa tukiona hiyo swala kwamba ukiwa primary unakuwa unashikiliwa na sekondari ndio kama hivyo unaendelea pia kushikiliwa, kwa sababu ndio wakati ambapo wanafunzi ndio wanapata sasa ukuaji, kubalehe na kila kitu. Kwa hiyo ndio pale ambapo mambo yanakuwa mengi. Na kiwalisia hata naona kama vile generation hii ama kizazi hiki ni kile ambacho ukikiambia usifanye ndio naambia hebu kafanye. Nafikiri hii hoja ni ya msingi. Ni kesi ya kizazi. Tunapozungumzia habari ya sasa, ukisema kizazi cha sasa maana wazazi wa sasa. Sinyoshe mtu kidole. Nadhani kuna changamoto ya namna tunavyo ana hoja ya msingi. Tunapozungumzia nidhamu tuna maana gani? Kwetu sisi tulio wengi tunafikiri nidhamu ni kumbana mtoto awe mtifu. Hiyo kumuogopesha. Hiyo sio nidhamu. Nidhamu ni kumfanya mtu ajue anapaswa kufanya nini. Anapaswa kuishi vipi. Sio kumuogopa mtu mzima. Unajua jamii yetu tuna hiyo changamoto. Yaani huku chini
unabanwa kwamba kuna mamlaka juu yako, utii, unaona, na anapokuja sasa kuondoka kwenye zile mamlaka, anapata uhuru kule chuoni, ndio inakuwa changamoto. Kwa lazima labda tuanze kufikiri pia tunaposema mwanafunzi mwenye nidhamu, mtoto mwenye nidhamu, tuna maana gani? Nidhamu ni kutumia vizuri uhuru wako. Kwa tukimlea vizuri, shule zikimlea mtoto kuwa na nidhamu, sio kuogopa na sio kuwa watii tu, akija chuoni ni rahisi pia kutumia vizuri uhuru wake. Kwa hiyo pengine hichi anachokisema kinamaanisha kwamba hatukumwandaa tangu kule chini kuwa na nidhamu. Tulimwandaa kuogopa, kutii tu. Kwa alipopata uhuru wake, sasa anapopata uhuru wake ndo tunaanza kupata hizo changamoto. Sasa labda tumwekee mipaka. Kwa hiyo nadhani pana haja ya, kama anavyosema, kuna haja ya kuhakikisha kwamba shule, walimu, wazazi waelewe tunaposema nidhamu tuna maana gani. Lakini sasa anapokuja huku, kwa kweli pana haja ya kuhakikisha kwamba huyu mwanafunzi anaandaliwa namna nzuri ya kutumia vizuri uhuru wake. Sasa kuna utafiti ulifanywa na mtu anaitwa Roda Aroko 2021. Hao walifanya kwa UDOM. Walikuwa wanajaribu kuangalia, je, hizi huduma zilizopo za unasihi zinatumika? Wao waliona kwamba wanafunzi hawazifuati hizo huduma. Mimi ninafikiri pana haja ya kuhakikisha kwamba hizi huduma zipo kama ambavyo tume ya vyuo vikuu TCU inavyotaka. Hizi huduma ziwepo. Lakini tuhakikishe pia wanafunzi wanajua hizi huduma zinapatikana. Sasa kwa UDOM kwa mfano, hawa waligundua kwamba huduma zipo lakini wanafunzi hawazifuati. Yaani kwa mfano hapo Lisa ni wapi? Chuo gani? TIA. Inawezekana huduma za unasihi zikawepo. Sasa hatujui, mimi sipo pale. Lakini kuna uwezekano pia kwamba wanafunzi wengi hawajui kwamba hizo huduma zipo. Huduma ambazo zingewasaidia kujitambua, kujua anapokuwa na changamoto kwa mfano ya fedha, akapewe sasa mwongozo wa namna ya kuishi hayo maisha. Yeye ndo aufuate, yani aende sasa akapate msaada. Si labda ana changamoto ya kifedha. Sio kuna jitihada za kuwafikia hao wanafunzi wapewe huo mwongozo. Sasa nadhani sasa tunahitaji kuona sasa tunawasaidiaje wanafunzi kujua kwamba huduma zipo. Zinaweza zikawepo lakini wanafunzi hawazifuati. Kwa mfano kwenye utafiti waliona kwamba wanafunzi hizo huduma hawazifuati. Zipo kwa mfano kwa UDOM zipo, lakini wanafunzi wengi hawajui kwamba zipo na hawazifuati. Unaona? Kwa hiyo tupokee simu nako pia. Habari za asubuhi, unapiga simu kutoka wapi? Lakini pia karibu changia. Asante sana, ninapiga simu nikitokea Mwanza, naitwa Mwalimu Oscar Mpogole, nikitokea hapa jiji la Mwanza. Ndio, karibu sana. Asante. Mimi ninazungumza swala la uhuru wa wanavyuo. Umekuwa wameutumia vibaya uhuru ambao yawezekana jamii zao, wazazi wao na walimu wao walifikiri wawe nao, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wametoka kwenye maadili. Watu wanaovamiwa sana vyuoni, tumejifunza wakati hata sisi tuko vyuo vikuu, ni wale hasa waliosoma shule za single sex, hasa ambao huku wamesoma shule ya wasichana tu peke yake, wakatoka darasa la kwanza la 7, form 1, 4, 5, 6, na nyumbani kwao ni getikari. Wale walipofika tu vyuo, yani walibabaishwa sana na masuala ya mahusiano. Kwa sababu hizo vitu vilikuwa kama vigeni kwao walipofika vyuo vikuu. Wamezoea kushinda getikari, wamezoea kushinda na single sex. Walipofika vyuo wameukuta uhuru mpana sana. Sasa nadhani wale walikosa elimu. Nadhani vyuo vikuu wawe wana elimu fulani ya kuwafundisha pia namna ya kutumia uhuru wao wanapokuwa vyuo vikuu. Nakumbuka mwanafunzi wangu mmoja alipofika chuo, baada ya kupitia ile testia, akaniambia, ninauchukia sana uhuru. Natamani ningekuwa mikononi mwako, niendelee kulelewa, niendelee kufundishwa. Nikamhurumia sana, nikasema sasa ndo uko hapo. Sasa tumia nafasi yako sasa ujue. Na nikamfundishia kupitia neno la Mungu kwamba kumbuka kwenye masomo ya Biblia tuliko kufundisha, tuliko kulelea. Mona, kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Lutu, alikuwa anaishi nchi ambayo ina watu walikuwa wafuska sana, lakini mabinti zake walikuwa mabikira. Kwa hiyo hata wewe unaweza kaishi katikati ya jamii iliyochafuka, lakini ujitambue who are you.
Hiyo ilimsaidia sana kusonga mbele. Kwa hiyo vyuoni, kwa hiyo wakifika tu wanafunzi wetu wapewe elimu ya namna ya kutumia uhuru wao, vinginevyo tutawakosa watu wazuri baadaye, maana wanashambulia mahusiano, wanayashambulia, sio wanaingia, wanayashambulia mahusiano, alafu wanaingia pabaya, hatimaye wengine wanapata maambukizi, wengine wanajiingiza kwenye madawa kulevya na kadhalika. Tunawakosa watoto wazuri watakaolishika taifa baadaye. Okay, tunakushukuru sana kwa mchango wako. Tunakushukuru sana. Asante sana. Okay. Kabla Christian atujali discuss hili ambalo amelizungumza na la msingi sana. Kushambulia mahusiano, lakini pia wanafunzi ambao wametoka katika shule ambazo ni single tunasema, ambazo ni kama ni wanawake, wanaume ni wanaume tu peke yao kuingia katika vyuo. Kabla tuzungumza hilo, tuzungumze na Lisa, ambapo labda Lisa ungetuelezea changamoto ambazo mnakutana nazo kama wanavyuo. Changamoto kubwa hasa ambazo haziepukiki, ambazo ndio zinawatatiza, ambazo ndio ukiamka asubuhi unasema hivi, sijui mimi nitatoboa leo kweli. Hakuna changamoto. Hakuna. Haiwezekani. Ni tamaa. Yaani kama njaa. Njaa kweli ipo tu. Njaa kwa maana ya chakula. Ndio. Unaweza ndio usiku nzima usile ukala usiku tu. Hiyo ni kawaida. Lakini haimsababishi mwanafunzi kusema kwamba afanye vitendo vya ajabu ili apate chakula. Utapata leo, kesho, njaa ni kila siku itauma. Kwa hiyo ni lazima tuwe na misimamo, kujua tunataka nini na tunataka kufika wapi. Wale ambao unaona sasa ndio wanatamaa, nini hasa ambacho hasa kinawatokea? Ni kutamani maisha ambayo sio ya kwao. Akimwona fulani ana kitu hiki, labda ana simu, anataka naye aimiliki. Wakati hana uwezo na kwa hawana uwezo, kwa lazima tu atafanya vitu ambavyo sio sahihi ili apate. Tumeshuhudia matukio mengi Lisa. Kwa mfano kama wanafunzi wa vyuo wakituma picha za utupu, baadaye wanakuja wanaonekana hadharani, picha zao zinasambaa. Labda ninyi kama wanachuo mkikutana na hizo picha, au wengine ambao wanafanya matukio ya aina hiyo, labda akikutana na picha za aina hizo, wanakuwa katika hali gani? Nini ambacho hasa kinatokea katika vyuo vyenu? Ni lazima mtu awe katika hali mbaya. Kwanza hicho kitu kinashusha hadhi ya elimu yetu. Kwa hiyo kitu ikitokea, mtu kwanza anapata depression, anakuwa hawezi tena kuendelea na masomo vizuri. Yaani kwanza anakuwa na aibu kutokana na hicho kitu. Lakini sasa ndio kishatokea. Na kinatokea kwa sababu gani? Ushawishi, labda anaambiwa fanya hivi, jirekodi au fanya hivi, nitakupa kiasi hiki. Kwa atafanya tu. Lakini ni vibaya. Hoja kubwa sana zimezungumzwa. Njaa ipo. Unajua ipo chuo, inaweza kuwa ipo chuoni, ipo kwenye jamii, ipo popote. Sasa ukifanya jambo kwa sababu ya njaa, inawezekana ukaendelea kulifanya lile sababu njaa ipo. Sio ya leo. Sasa mhadhiri, nirudi kwako. Labda tunajadili lile ambalo amelizungumza pia kuhusiana na sasa tunawasaidia vipi, labda kabla tujaja kwako Richard, kuhusiana na kuwasaidia wale ambao wanatoka katika shule ambazo ni single. Hawajawahi kujichanganya, na kama tunavyojua pia kuna shule nyingine ambazo akitoka shuleni ni nyumbani, na kama alivyosema nyumbani ni geti kali, ukitoka hapa umeenda sijui, yani mnatoka na mzazi. Sasa umekuja unakutana na chuo ambacho mnakutana ni jinsia zote, hujawahi kuona inakuwaje. Tayari hapo mtu anakuja na Richard anakuja ananiambia Betty, bwana unajua wewe mzuri sana, sio ananidanganya. Sijawahi experience kile kitu, unaelewa? Nakwambiaga ukweli. Karibu sana. Tunawasaidiaje hawa? Mimi sioni kwamba ni tatizo kuwa kwenye shule ya jinsia moja. Sio tatizo, wala sio tatizo. Lakini nafikiri hata hizo shule pia zinapaswa kufanya wajibu wake, kumfanya mtoto ajue maisha katika uhalisia wake. Kwa sababu nadhani wakati mwingine tunakosea, tunawalea watoto kwa mazingira ambayo sio halisi. Yaani mtoto anabanwa, utafikiri ule kukosa uhuru sasa ndio nidhamu. Na huwa tunajidanganya sana. Kwa hiyo unakuta yuko kwenye shule ya wasichana kwa miaka 2 A-level pale, amebanwa, hapumui. Na tunaamini kwamba na anaanza akapewa cheti cha nidhamu kabisa. Kwa sababu gani? Ni mwoga, ni mtifu na vitu kama hivyo. Lakini akija kupata uhuru,
So binadamu kwa asili yake anatamani kupata uhuru. Yani hiyo huwezi kumnyang'anya mwanadamu uhuru alafu ukasema umefanikiwa. Kwa anapokuja chuoni anatafuta uhuru wake, sasa hapo inakuwa changamoto. Kwa mimi nafikiri hata shule kuhakikisha kwamba mwanafunzi anakuwa responsible, kujua kwamba maisha sio kubanwa, ajue namna ambavyo anaweza kaishi kama binadamu aliye huru, lakini kwa kufuata taratibu zilizopo. Kwa mimi sioni kwamba kuwa shule za wasichana au shule za wavulana ni tatizo, sio tatizo. Sasa kuna mtazamaji ambaye anapiga simu hivi sasa. Karibu sana, tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana, tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Kongo. Karibu sana, uchangie. Natoka Kongo. Ndio, karibu sana uchangie. Tunafuatilia mada yenu vizuri sana na nimefurahi sana. Sasa mimi kuna kitu nataka niwakumbushe. Kuna jambo nawakumbusha kwa sababu kuna wanafunzi wengine wanapofika huko unakuta mwanafunzi ndio wa kwanza kufika, ndio mtoto wa kwanza katika familia yake kwenda shule. Sasa zungumza na sisi, karibu endelee. Anapokuwa chuoni kuna hiyo allowance anaopewa, labda pesa ya kujikimu, anarudi anawaambia wazazi, bwana, shuleni tunapewa hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa unakuta familia nyingine ni familia duni. Sasa unakuta mwanafunzi mwingine wa kike, nasemea kwa mtoto wa kike, unakuta yeye sasa ndio anafanya kuendesha familia. Hakuna mzazi kusema kwamba hizi pesa zinapatikanaje. Sasa katika uendeshaji wa familia na yeye mwenyewe shuleni anahitaji majukumu mengine, unakuta mtoto anajiingiza kubeba mizigo mingine ambayo iko nje na uwezo wake kabisa, na anasahau kile kilichopeleka shuleni. Anakuwa anabebana na mizigo ya kulea familia yake. The end of the day unakuta mtoto kajiingiza kwenye matatizo mengine ambayo hakuwa tegemeo lake. Kwa hiyo wakati mwingine pia tusilaumu sana kusema tu watoto wako upande wa ugetikali wametoka hivi labda lakini tujilaumu pia na sisi wazazi kwamba hao watoto wanaenda shuleni, je, tunakaa nao kivipi? Je, tuna elimu sawa na ile? Sawa, tunakushukuru sana. Sawa kabisa. Wanaenda kukuta wakati mwingine pia tunakuta tunaingiza watoto matatizo mengine magumu. Sawa, tunakushukuru sana Winston. Tunasoma maoni hapa ambapo Odax Marini anasema, huyu ni kutoka Kilimahewa Big Bite Mwanza, anasema tatizo la wanavyuo wengi wanajiona tayari wamemaliza kila kitu, ndio maana wanafanya vitu vya hovyo bila kuwa na hofu ya Mungu. Nawatakia asubuhi njema, asante sana. Hello weekend, uhuru na maisha ya wanafunzi vyuoni ongereni, ila muwe na mipaka ya uhuru. Huyu ni Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Mwanafunzi yeyote anapaswa kuwa huru kwa sababu kadhaa. Moja, tunajua mwanafunzi huyo baada ya kumaliza kozi zao rasmi watapaswa kuanza kujitegemea kwa asilimia kubwa au zote, hivyo anajifunza au anajiandaa. Lakini pili, ukiwapa sheria za kuwabana kama wanafunzi wa sekondari utasababisha aanze kujifunza namna ya kujitegemea akiwa anajitegemea tayari, na inaweza ikamaathiri. Haya. Mwalimu Sawasawa Kilosa Morogoro anasema uhuru uliopitiliza wa wanafunzi wa vyuo vikuu na athari kubwa sana kwa maisha yao, kwa sababu wengine wanapotelea huko hasa kwa kujiingiza kwenye mambo yaliyo kinyume na maadili ya Kitanzania. Mhadhiri atambue pia kuwa mambo ya mahusiano na mahitaji ya fedha. Mhadhiri Said, message yako anasema mhadhiri atambue pia kuwa mambo ya mahusiano na mahitaji ya fedha na kadhalika yanaanza kutoka sekondari hivi sasa, kwa sababu walimu wanaotakiwa kuwa wasimamia ndio hawa ambao wametoka huko wasikosimamiwa. Mahusiano ya walimu na wanafunzi wa kike sekondari yamekuwa ni ya kawaida sana. Naitwa Manfred Aaron Kasaba, anasema ni mwanachuo wa chuo kikuu cha UDOM. Mara nyingi wazazi wetu tulio wengi tunatoka familia za kawaida sana ambazo kumudu mahitaji yetu hasa wasichana sio rahisi. Hii inapelekea kujihusisha na mambo mengine mabaya kwa ajili ya kupata pesa ya kujikimu, hasa kuwa na wapenzi wengi. Asante sana. Haya, maoni matatu ya mwisho ambapo anasema
Hello Weekend, naitwa Maua Tamba. Mimi naona ni mwanachuo mwenye kutosheka na wanachopewa na wazazi wao, maana akijithamini yeye mwenyewe itakuwa bora zaidi, maana shetani yupo kazini. Dorcas kutoka Songea anasema mada ya leo nzuri sana, ila dada hapo sasa, Lisa unaambiwa dada kwa 4,000 kwa siku, katudanganya jamani. Kuna kitu kinaitwa kuvaa na kusuka kwa wanawake, mbona hajasema hilo? Kiuhalisia 50,000 ukigawanya mara 7 ni kama 7,000 hivi, lakini pia inawezekana bado ikawa haitoshi, kwa sababu kiuhalisia unakula chips kuku 4,500 mpaka 5,000. Lazima chips kuku. Amesema ni hiyo ni kikawaida, yani kwamba ile nikaje ukipendacho. Ukijibana ndio unakula bale wali wa buku 2. Lakini umeambiwa hapa kwamba kuna kitu kinaitwa kuvaa na kusuka kwa wanawake. Mbona hujalisema hilo? Mnasukaje? Mnasuka kwa 7,000? Hiyo 7,000 inatosha? Lakini wa mwisho kabisa anasema jamani, kuna watoto tunawapa kila kitu lakini wanatuharibikia tu, kiukweli inauma sana. Boom labda ni shilingi ngapi kwa mfano? Boom ni 600,000. 600,000. Ambapo 600 ni kwa miezi miwili sasa. Kwa miezi miwili. Ambapo kikawaida inadumu kwa muda gani? Inategemea na matumizi. Mwingine inaisha tu wiki 3, mwingine 2, mwingine inafika. Kwa inategemea anaitumiaje ndio ifike. Kulingana na makadirio labda ya serikali, kwa siku mnatakiwa kutumia shilingi ngapi, au kwa siku mnatumia shilingi ngapi? 10,000. 10,000 kwa siku. Sasa manake unapewa hiyo 10,000 kwa siku, lakini pia unawezekana umelipiwa stationaries, si ndio? Umelipiwa sehemu ya tuition fee. Sasa 10,000 kwa siku lakini ni kubwa pia, mhadhiri. Kwa mwanafunzi jamani. Maana hiyo boom kuna watu. Sababu hiyo boom pembeni, lakini labda Lisa nasema hiyo boom kuna watu wanafanyia maendeleo yao. Kuna watu wanaanzisha biashara kwa sababu ya boom, kuna watu wanafanya mambo mengi kwa sababu ya boom. Kwa wanaitumiaje? Lazima ubane bajeti. Unajua ukiwa chuo ndio inakufundisha kwamba maisha yapoje na huko mbele unapoenda pakoje. Kwa lazima ujifunzie huko misimamo yako ukiwa chuo. Ili uko unapofika usitetereke sana. Kwa wale wanaotumia kwa ndani ya wiki 3, wale ndo kama vile wanatumia bila bajeti. Yaani wanaitumia tu ikiisha basi. Wewe unatumiaje labda kwa mfano? Labda tuelezee kwa upande wako wewe sasa. Bila kuficha. Yaani wewe tuambie tu bwana, mimi natumiaga hivi jamani. Sema kweli mimi sina boom. Ila mimi napewa hela kwa wiki. Kwa hiyo nikipewa kwa wiki hiyo 50,000 ndo naitumia hivyo na bajeti zangu inatosha. Na nikitaka kusuka na mambo mengine ninasema pia nyumbani kwamba mimi nataka kusuka. Na mfano ukisuka nywele kama hizi inabidi ukae nazo mwezi. Ila sasa ukijifanya kwamba wewe unapenda sana kubadilisha mitindo ndio basi. Sasa kwenye hili la matumizi ya fedha. Ndio. Awali Lisa alizungumza kwamba wapo wanafunzi ambao wanapata boom lakini kuna mwingine hapati boom. Kwa inawezekana wote walikuwa na uhitajio pia. Hapa kipi ambacho kinaweza kufanyika? Inawezekana pia mkatumia nafasi hii pengine hata kushauri ama ikawa ni sehemu ya maoni ambayo yakaenda kubadilisha jambo fulani. Kwamba vipo vigezo vya mtu kupata boom pia. Na boom lina mchango mkubwa sana kwa wanafunzi. Sasa vile vigezo ambavyo ni vya msingi sana pia inawezekana vikapunguzwa vigezo na katengenezwa mazingira ambayo kila mmoja akanufaika ambaye ana uhitajio, kwa sababu tumekiri hapa kwamba wengi wapo kwenye maisha ya kawaida sana. Manake wengi pia wana uhitajio vile vile, lakini wapo ambao wanakosa. Yes, kabisa. Na mimi nadhani kwenye hili la fedha ambalo ni tatizo kubwa, ni ukweli kwamba vijana wengi wanatoka kwenye familia masikini. Wangenufaika na boom, na nafikiri wanaopata boom sio wengi. Kwa hiyo wazazi bado wanaendelea kupambana kuhakikisha kwamba mtoto anaishi maisha ambayo ni decent akiwa chuoni. Mimi ninavyoona tukitazama hili jambo kwa muktadha wa malezi, kuna kazi kubwa ya kufanyika kwa wazazi. Tunaweza tukazungumza sana habari ya vyuo. Ukweli ni kwamba kuwafikia wanafunzi 40,000 inaweza isiwe rahisi sana. Wajibu unaenda kwa wazazi.
wao watoto wengi wanatoka kwenye familia ambazo hawajapata malezi. Yani huo ni ukweli na ni muhimu tukubali. Madhiri, lakini jamani, sio wazazi wote jamani ambao hawapi malezi watoto wao. Kama hapa huyo wa mwisho alisema kuna watoto ambao tunawapa kila kitu, na ni kweli tumeshuhudia wanafunzi ambao kwao wana kila kitu, amelelewa vizuri, lakini akija kukutana tu na wenzake kuna changamoto ambayo inatokea. Sasa malezi ni nini? Malezi ni zaidi ya kuwapa chakula, mavazi, fedha. Tunazungumza habari ya kupatikana. Wazazi wengi hawapatikani. Yani malezi kwa maana ya kuhakikisha kwamba unamkuza mtoto anayejitambua, inahitaji uwepo. Binadamu anahitaji uwe karibu naye, umuelewe, wapate muda na wazazi. Watoto wengi hawapati muda na wazazi. Wazazi wako busy wakitafuta fedha, na wakiwapa hayo, ndio huyo mzazi anasema sisi tunawapa kila kitu. Unaweza kumpa kila kitu, lakini kama hujampa muda wako, huwezi kusema umelea. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sana wazazi pia kuona namna ambavyo tunaweza tukawapa watoto wetu muda ili tuweze kuzungumza nao, kujenga yale mawasiliano ya karibu. Tumeona wanafunzi wengi wanaenda kwenye mahusiano, wakati mwingine sio kwa sababu ya fedha, ni kwa sababu tunatafuta tu mtu wa kumuelewa, mtu wa kumsikiliza. Mimi nadhani muhimu sana sisi kama wazazi tumeanza kuwa busy sana na hatupati muda. Yani kuna mazingira ambayo mtu anaweza kukaa hata mwezi hajawahi kupata muda wa kujua mtoto wake anaendeleaje. Hili jambo ni muhimu. Usipopata huo muda nyumbani, lakini anapokuja huko shuleni na kuja chuoni kama unaanza kulalamika, wewe ulifanya wajibu wako, ni muhimu sana kujiuliza hilo jambo. Na hawa watoto wakati mwingine wanashuhudia migogoro mingi sana kwenye familia. Mimi huwa nafanya mafunzo kwa walimu. Huwa ukiuliza watoto wengi mashuleni, watoto wengi wanatoka kwenye familia ambazo zina migogoro mingi sana, inawasumbua. Sasa anapokuja huku chuoni, kuna namna fulani hivi anatafuta, ulitumia neno comfort, anatafuta watu wa kumuelewa, asahau zile shida za nyumbani. Kwa linarudi tena nyumbani, wazazi wapate muda na watoto, tusi outsource. Ku outsource manake ni kama kupeleka sasa mwalimu akafanya hilo jukumu ambalo ni la kwako, wewe ukishalipa ada umemaliza. Au tusifoke pia sana jamani. Sasa hivi ukiongea na vijana wengi anakuambia mimi siku nimeitwa na mzazi wangu tunazungumza ni kesi. Yani hakuna muda ule wa kusema tunazungumza sasa unaendeleaje, maisha yako yako vipi, nini kinakusumbua. Watoto wengi hawapati huo muda. Sasa wanapokuja huku tunaposema sasa kwenye uhuru, tutaka sasa tena tuwanyang'anye kwa sababu hatukuandaa namna ya kutumia ule uhuru. Sasa swala la fedha pia ni malezi. Swala la fedha pia ni malezi. Watoto wengi hawajalelewa kwenye mazingira ambayo anajua atumieje fedha. Kwa hili jambo pamoja kwamba chuo kilibidi kifanye kitu, lakini nadhani linaanza nyumbani. Mzazi amfundishe mtoto namna ya kutumia fedha, hata kama hatuna, kuna kukosa, sio unafanyaje. Mtoto asipopewa hiyo elimu nyumbani, anapokuja huko chuoni kwa kweli atapata taabu sana. Kama ambao tumeona kwa Lisa anazungumza kwamba linasumbua kabisa. Asante sana. Lisa, kwa sekunde kadhaa pia kumalizia kuhusiana na hilo. Pia mimi ningependa kuwaomba kwamba kwanza wanafunzi wenzangu tumshirikishe Mungu sana, kwa sababu vishawishi ni vingi. Yani ni vingi sana. Afu pia wazazi muwe mnatukumbusha kwa upendo. Sio kitu kidogo tu mnatufokea, yani mpaka akili zinaruka. Yani kidogo tu, yani mnakuta mtu unaambiwa maneno makali. Kwa mtukumbushe pia chuo zile semina ndio atuhudhurie, lakini ziwepo sababu ni za muhimu sana. Pia tujipende. Unajua ukijipenda huwezi kukubali afya yako iharibike. Kwa tujipende sana, tujue tunataka nini na kwa nini tuko hapo chuoni. Sawa kabisa, tunakushukuru sana Lisa ambaye ni mwanafunzi anayesoma shahada ya kwanza kutoka chuo cha TIA, lakini pia Christian Bwaya ambaye ni mhadhiri wa saikolojia na unasihi kutoka chuo cha UDOM. Tunashukuru sana jamani kwa kushiriki na kushare kile ambacho mnakifahamu kuhusiana na uhuru kwa wanavyuo
Richard, hongera kwa kupambana kutoka chuoni mpaka kufika hapa ukiwa salama kabisa. Kabisa, asante sana. Nawe hongera pia. Asante sana. Ndio kwa namna ambavyo unavaa na unajisitiri, ulipambana. Ukubadilika. Sawa, tunakushukuru nawe mtazamaji kwa kuwa nasi tangu pale mwanzo mpaka kufikia hapa mwisho wa mada yetu husika ambayo tumekuwa nayo leo hii.